Tumesikia vizuri kuwepo tena asubuhi ya leo. Ni siku yetu ya mwisho kabisa tukiwa kwenye semina yetu ya moto wa uamsho. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ametutembelea. Jamani, Bwana asifiwe. Na leo Bwana atatutembelea tena kwa mara nyingine tena na kwa kiwango kingine tena. Unajua Mungu hana mazoea. Mungu huwezi ukamzoea hapana. Kwa hiyo leo tena Bwana atatembea kwa kiwango kingine tena. Wewe ambaye umeanza nasi toka Ijumaa, hebu jiandae kuvuka hapo ulipotenda tena kiwango kingine tena. Unajua mambo ya Mungu hayahitaji mazoea. Mambo ya Mungu yanahitaji uone kila siku ni mapya. Ndio maana neno ni lile, lakini kila siku neno la Bwana ni jipya. Kwa hiyo jiandae tena asubuhi ya leo, Bwana atuvushe. Na mimi natamani Bwana akuvushe hapo ulipo kwenda kiwango kingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Niwashukuru sana wazee wa kanisa kwa ajili ya maandalizi mazuri. Kushukuru sana mchungaji kwa ajili ya maandalizi mazuri ya semina hii. Na kwa kweli takwimu ni nzuri na tunaamini tutakwenda kutoa taarifa kwenye vikao vyetu vya kujifanyia tathmini kwamba Agape walikuwa na maandalizi mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kiukweli mwanzoni nilifikiri tusifanye na pastor, lakini baadaye tukaona tufanye. Kumbe Mungu alikuwa na kitu kwa ajili ya kanisa la Agape. Sasa niombe nijitambulishe kwa wale ambao hawakuwepo toka tunaanza. Naitwa mchungaji Atanaeli Filipo Kabengo. Niko pale Ntungamo na mtumikia Mungu. Mimi pia ni miongoni mwa watu walioitwa kwenye miaka ya mkakati kama mchungaji wenu. Niko pale na mtumikia Mungu. Sisi pale ni kijijini, sio mjini kama hapa, lakini pia Mungu wetu hata vijijini anafika. Na huko tunamuona Bwana akitupigania na kututetea. Sasa niombe kulingana muda wetu, na leo sasa juzi nilitoa aina 3 za tonge za vijana. Leo tunatembea na tonge la mwisho, linakwenda bila mboga. Jamani sawa? Nilisema juzi kwamba kijana kisha miaka 18. Yaani huyo kama ni kulima inabidi umlimishe sawa sawa. Maana kakiingia kwenye ugali, yaani unaweza mzee ukarara njaa. Maana nilisema tonge la kwanza linaendaga na mboga na lingine na mboga, la mwisho linaendaga bila mboga. Maana inaitwa ni sindikiza, hizo mbili zinaenda linazisindikiza. Kwa hiyo leo tuna tonge la mwisho ambalo tunataka sasa, tunataka huko babane. Haleluya. Na uona uwepo wa Bwana ni mkubwa sana kuliko siku zingine. Mpaka na wakina baba leo wamekuja, ambao ni kwa sababu ya uwepo wa Bwana ambao umewahatamia pia leo. Kwa hiyo leo tunaamini kwa kuona wakina baba hapo mahali hapa pata Bwana. Kwa nini? Kwa sababu Roho na wao atawatembelea huko waliko. Haleluya. Sasa leo nataka nisiseme mengi kulingana na muda wetu. Nataka tupate muda wa kutosha, karibia nusu saa, na ratiba yetu inaonyesha saa 6:30 tuwe tumemaliza. Kwa hiyo leo tutakwenda mpaka saa 6:30. Jana hatukufika 6:30, lakini leo tutakwenda mpaka 6:30 kamili kadiri Bwana atakavyotupa neema. Sasa tumezungumza mengi toka siku ya kwanza. Tukaona kwamba ambao wanahitajika, walengwa wa uamsho ni sisi tulioitwa kwa ajili ya kusudi lake. Bwana ametuita kwa kusudi lake. Na ndio maana asubuhi ya leo tupo mahali hapa, kwa sababu yeye ametuita na hatuna pengine pa kwenda. Unajua Yesu kuna wakati alikuwa na maswali ya kichokozi, alikuwa akiwauliza wanafunzi. Kuna wakati aliwauliza hivi, anawauliza, na nyinyi je, mnataka kuondoka? Petro, mtu ambaye alikuwa amejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, na kwa sirika wataalamu wanasema alikuwa ni mwanasangwini, anasema Petro akamwambia Bwana, wewe Bwana, tukuache wewe tuende wapi? Kwa sababu kwako kuna maneno ya uzima. Hata asubuhi ya leo bado huyo Yesu aliyokuwa na akina Petro
hajabadilika. Ndio maana asubuhi ya leo tumekaa na wazee, kwa sababu wanaelewa kwa Yesu kuna maneno ya uzima, kwa Yesu kuna amani. Ndio maana tumekaa safu kwa safu, na kiukweli tunapendeza. Kwa nini? Kwa sababu kwa Yesu kuna mambo ya uzima, na chanzo cha uzima wetu, watumishi wa Bwana, ni kuketi kwa Yesu, kuketi miguuni pa Bwana. Kwa Bwana hapo ndipo kuna uzima. Na ngoja nikwambie, neno hili Petro hakufunulia kwa mipango ya kibinadamu, hapana, bali ilikuwa ni neno la Bwana. Namwambia Rabi, hatuna pa kwenda, huko duniani kuna shida nyingi, lakini kwako tumeona kuna uzima. Ndio maana hatuwezi tukaondoka, tutakaa hapa mpaka Yesu atakaporudi. Tutakaa hapa. Ndio maana nimekwambia hapa kuna wazee wengine wa miaka 60. Kuna baba yangu pale. Wewe sio mchezo mpaka mzee kama huyo anakaa kusikiliza. Ni kwa sababu kuna neno la uzima. Haleluya, haleluya. Mungu anaambia watu yangu, ilikuwa ni upuuzi tu, kwani hatuna kazi za kufanya, tungelifanya. Lakini kwa sababu wapendwa, hapa kuna neno la uzima, hatuwezi tukaondoka. Na ndio maana tunaacha yote, tunaacha vibanda, tunaacha mashamba, tunaacha miradi mbalimbali. Hapa kuna watu wana miradi mbalimbali, miradi mikubwa, lakini kwa sababu ya huyu Yesu, yeye ambaye atupendelea sana, anatutakia mema. Ndio maana hata asubuhi ya leo tumekuja tena, na hatuwezi tukaacha kuja nyumbani pake. Wapendwa, kwa Yesu kuna uzima. Ndio maana tuko hapa. Haleluya. Asubuhi ya leo nataka tuangalie matokeo mabaya yatakayotupata kama tutashindwa kuchochea moto wa uamsho. Matokeo mabaya au mambo mabaya yanaweza kukupata, yanaweza yakatokea. Nimesikia hapa mchungaji analalamika na wazee wanalalamika, lakini ngoja nikwambie leo nakuitia kwa neno la Bwana kwamba lazima uelewe, kama utashindwa kuchochea moto huu wa uamsho, nataka nikwambie lolote linaweza likatokea. Ngoja nikwambie asubuhi ya leo tunamhubiri Yesu aliye hai. Yesu tunayemhubiri sio hayati, hapana. Yesu yuko hai, na Yesu anakuona. Yeye ni mwanaume, ni Bwana wa mabwana. Ndio maana yeye hafananishwi na wanadamu, hapana. Nataka nikwambie lolote linaweza likatokea kwenye nyakati hizi za mwisho na nyakati hizi za uamsho. Ndio maana tunafundisha kwa msisitizo sana kwamba mtu aelewe ni nini kinaendelea. Haleluya. Nini kinaendelea? Nini kinafanyika? Wapenda, hatuko hapa kufanya mchezo. Ni kwamba atakayepuuza mambo haya yanaweza yakatokea. Unajua asubuhi kwa imani kwa wanafunzi tumejibu vyepesi ati mtu akijichanganya yanaweza yakamupata na kwa sababu ya dhambi zake. Wewe usione haya maneno tunaongea tu haraka. Hayo kujichanganya kama wewe uko makini ni dakika. Haleluya. Bwana jamani, kutuhudhuria ibada si kujichanganya. Si kujichanganya huko. Unajichanganya. Wapenda si sawa? Kushindwa kuhudhuria ibada kwa uaminifu ni kujichanganya. Lolote laweza likatokea. Unajua wewe nabii, Mungu ametupa muda wa kutosha. Na mimi nawaambia kweli kabisa. Yaani wiki na masaa 72 sawa. 72 wiki sawa. Wiki basi na masaa 72. Si sawa? Jamani, si sawa? Ya kwetu ya Jumanne sisi tunafanya pale ibada ya Jumatano na Ijumaa. Ni masaa matatu kila siku. Kwa hiyo ni masaa 6, alafu Jumapili ni masaa matatu. Masaa jumla 9. Kwa 72. Nani amebaki na mengi? Si mimi nimebaki na mengi. Hapo ukishindwa kutimiza mipango yako, elewa unajichanganya. Unajua huyu Mungu ndio maana alipunguza maasi. Kama angelikaa na maasi kama ya kule nyuma mnavyoelewa kwa wazee wetu, kizazi hiki angelitumaliza.
wangu, yani Mungu anajuta, moyo wangu hautashindana na mwanadamu tena, kwa sababu mawazo ya mwanadamu siku zote ni mabaya. Mungu anajuta. Moyo wangu hauwezi, maana akishindana na mwanadamu, yani hakuna atakayesimama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimeshakwambia, mchungaji ameshaomba kwamba nataka tuzungumzie kwa habari ya matokeo mabaya yanayoweza yakatokea pale wakati hizi ambapo tutashindwa kuchochea au kutunza moto huo wa uamsho. Jambo la kwanza ambalo likatokea ni kudumaa kiroho na kujikatia tamaa. Jambo la kwanza ni kudumaa kiroho na kujikatia tamaa. Tukisoma katika kile kitabu cha Ezekia sura ya 37, ule mstari wa 2 wa 11 na wa 12, alafu nitakwenda kuambia kitu kingine. Tutaona watu ambao walishindwa kumsikiliza Mungu na wakashindwa kutembea kwenye nyakati za uamsho, jinsi ambavyo Mungu aliwaacha na walivyowaacha. Watu hawa tunaona wamejaa manunguniko, wamekata tamaa, wamekufa kiroho, japokuwa wanajiona wao kimwili wapo, lakini ni watu waliojaa manunguniko, ni watu waliojaa kila tabia zote. Kwa hiyo tunaposhindwa kutunza moto wa uamsho, wapendwa, ninayosema kwenye jambo la kwanza anasema ni kushindwa, ni kufa kiroho na kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisomee Ezekia sura ile ya 37 mstari wa 11 hadi wa 12. 11 nasema, kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaagizieni katika nchi ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikapata mtu akanisemea haraka kitabu cha Ezekia sura ya 8. Ezekieli sura ya 8 mstari wa 1. Haraka. Biblia inasema, ikawa katika mwaka wa 6, mwezi wa 6, siku ya 5 ya mwezi, nilipokuwa nikikaa nyumbani mwangu, wazee wa Yuda nao wakiwa wamekaa mbele yangu, mkono wa Bwana Mungu ukaniangukia huko. Biblia anasema, ndipo nikaangalia na tazama, palikuwa na kitu kilichofanana na mwanadamu, kuanzia kilichoonekana kama viuno vyake kwenda chini ilikuwa moto, na kuanzia kilichoonekana kama viuno vyake kwenda juu ilionekana mfano wa mwangaza kama rangi ya kahalabu. Naye akanyosha mfano wa mkono, akanishika kwa kishungi kimoja cha nywele za kichwa changu, na roho yangu ikainuka kati ya dunia na mbingu, ikanileta katika maono ya Mungu mpaka kati ya dunia na mbingu, ikanileta katika maono ya Mungu mpaka Yerusalemu, mpaka mlango wa kuingilia ua wa ndani uelekeo upande wa kaskazini, mahali palikuwa pamewekwa sanamu ya wivu iitwayo wivu. Na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa hapo sawa sawa na maono yale niliyoyaona katika bonde. Ndipo akaniambia, mwanadamu, inua macho yako sasa, uangalie upande wa kaskazini. Basi nikainua macho yangu, nikaangalia upande wa kaskazini, na tazama, upande wa kaskazini wa mlango ilikuwako sanamu ile ya wivu mahali pale pa kuingilia. Akaniambia, mwanadamu,
Je, unayaona wayafanyayo? Yaani haya machukizo makubwa. Haya machukizo makubwa wanayoyafanya nyumba ya Israeli hapa, ili niende zangu mbali na patakatifu pangu. Lakini utaona tena machukizo makubwa mengine. Akanileta hadi katika mlango wa ua, nami nilipoangalia, tazama, pana tundu katika ukuta. Ndipo akaniambia, mwanadamu, toboa sasa katika ukuta huu. Nami nilipotoboa, tazama, pana mlango. Akaniambia, ingia uyaone machukizo mabaya wayafanyayo hapa. Basi nikaingia, nikaona na tazama, kila namna ya wadudu na wanyama wachukizao, na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli zimepigwa ukutani pande zote, na watu naomba ishia. Unaweza kuendelea kwa muda wako. Nataka nikupe picha kidogo ya sura ambayo tuliyoisoma ya 37. Ni kwamba tuliposoma sura ya 8, huyo Hezekia yuko utumani Babeli, lakini kwa sababu Mungu hawezi akafanya chochote bila kuwajulisha watu wake. Tunaona yeye anasema, kwa mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, akanishika kwa vishungi vyangu, akanitoa, anasema, na roho yangu ikainua katika dunia. Anasema akanileta mpaka Yerusalemu ili kumuonyesha mambo yatakayemfanya kuondoka katikati ya taifa la Israeli. Sasa tuliposoma ndipo panaonyesha kwamba watu hawa tayari walishindwa. Na jana nimesema kwamba ukisoma kitabu cha Isaya kimejaa maonyo, sura zote 66 kimejaa maonyo. Mungu anashughulika nao, lakini bado hawa watu hawakuelewa. Sasa kwenye sura hii ya 37 kitabu cha Hezekia kinaonyesha Mungu tayari ameshaondoka, amewaacha. Hezekia amesema alipo mwanzoni aliona utukufu wa Bwana kutoka patakatifu. Ule utukufu umekwenda mpaka kwenye kizingiti cha mlango. Lakini wakati huo tunaposema 37 panaonyesha Mungu tayari ameshaondoka katikati yao. Kwa nini? Wao watu wameshindwa kusikiliza maelekezo yao. Hapo ndipo tumesoma Biblia inasema watu wengine wametafsiri kwamba hii ilikuwa ni mifupa ya watu waliokufa, lakini kwa mjibu wa kutafsiri maandiko ni kwamba hawa lilikuwa ni kanisa la Israeli. Mungu anafika nyakati anatafsiri vizuri, anasema, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba nzima ya Israeli. Kwa hiyo watu hawa wanajiona wanatembea wapo, lakini bado Mungu anawaona wao ni maiti, wamekufa, ni mifupa iliyokauka, ni mifupa isiyofanya kazi. Kwa nini wameshindwa kutembea kwenye kanuni za kimungu, kutembea kwenye matakwa yale ambayo Mungu aliyetaka watembee kwa? Kwa hiyo inafika nyakati Mungu anawatazama, hii ni mifupa mikavu. Na mimi nataka nikwambie, ndivyo alivyo mtu ambaye anakuwepo kanisani. Tukisema uamsho, yeye haelewi. Tukisema kutumika, yeye haelewi. Tukisema kuna hili, yeye haelewi. Ndivyo Mungu anavyomuona. Anamuona huyu ni mfupa mkavu, anamuona huyu anatembea lakini hayupo, amekufa. Ndio maana mahali pengine Biblia inasema hivyo, japokuwa wanatembea lakini wamekufa. Unaweza nao, lakini bado Mungu anakuona umekufa. Unajua kinachotufanya kuonekana mbele za Bwana kwamba tuko ni ile ule utumishi, ile hali ya uhai, ule uhai wa kimungu ukiwa ndani yetu. Hapo Mungu anatuona kwamba sisi tuko hai, na uhai unapokuwepo, wapenda, uhai unatufanya kubeba majukumu yote ambayo Mungu anataka tuyabebe. Kwa hiyo watu hawa, Biblia inasema watu hawa husema, sisi Bwana ametuacha na mifupa yetu imekatiliwa mbali. Ndio maana ukimkuta mtu ambaye hana Mungu, yani utamkuta ni mlalamikaji, analalamika, yani analalamika. Sasa unalalamika, uwezi ukajiumba, yani analalamika vita ambavyo haviwezi vikamsaidia. Kwa hiyo hawa ndivyo walivyokuwa, walikuwa wakilalamika. Na mimi nimekwambia tunapoteza
tunapoteza mwelekeo, tunakufa kiroho, na pia tunakuwa watu ukata tamaa tunaposhindwa kuchochea uamsho huu. Wapendwa, Mungu akatuacha. Wapendwa, unajua sisi hapa kuwepo, unajua hii inaweza ikawa ni baa, inaweza ikawa ni jina lakini inaitwa kanisa. Sisi tukiwemo, tusipokuja hili tena sio kanisa. Wanaweza wakaa popo. Ndio maana kuna mahali pengine nenda pasi nikakuta kama hapo mwishoni. Yaani kila siku hapo pastor akifika hapa nikuzo hapo kama kopo mbili za mbolea hapo. Sasa nikawaza, hivi humu kweli hapo na watu na wazee wamo humu kweli humu, kama inafika nyakati kila siku kopo mbili za hapo mbolea hapo humu na wazee waga wamo, au ni wale wazee waliojifia wale ambao hawaeleweki wanakaa mguu pande. Wapendwa, hili linaitwa kanisa. Sisi tukiwemo, tukija kutumikia Bwana, tukija kwa ajili ya ibada, ndio maana nimekwambia tukishindwa kuhakikisha tunachochea moto huu wa uamsho. Wapendwa, kila mmoja akauchochea. Wapendwa, sitakuwa watu ambao tumekufa kiroho na kukata tamaa, na Bwana atatuacha. Tutakuwa kama hao wenzetu waliokuwa wanalalamika, Bwana ametuacha, mifupa yetu imekauka. Ni kweli imekauka, kwa sababu Roho Mtakatifu yeye anaita sehemu nyingine ni mafuta. Mtu akiwa na mafuta anajisikia vizuri, anajisikia yuko sawa. Ndio maana Roho Mtakatifu tunamhitaji sana, na ndio tafsiri ya uamsho, kwamba uamsho tafsiri yake ni kujaa nguvu za Bwana ambazo ni za Roho Mtakatifu. Tunapojaa nguvu za Bwana lazima tutunze huu moto, na mimi nakupa matokeo mapana ambayo naweza kusababisha ukashindwa kutunza huu moto. Mambo mabaya yanaweza yakatokea na ukupata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda watu wanakata tamaa, wanapoteza mwelekeo, wanasema Bwana ametoka. Sehemu nyingine Bwana jitoka, anasema mimi nimewaacha wapi? Kwani iko wapi hasi ndio hapa ya mama zenu? Iko wapi? Ila mimi kwa sababu ya matendo yenu mabaya, kwa sababu ya dhambi zenu, ndio maana mnasema nimewaacha. Ila mimi ni baba yenu, mimi ni Mungu wenu, mimi ninawapenda, mimi bado niko na ninyi. Sehemu nyingine mimi nasema, unajua Mungu alieleza sana kwa baba wa Israeli. Anaambia hivi, mwanamke anaweza akamwacha mtoto wake, lakini mimi siwezi nikawaacha. Kwa nini? Kwa sababu nimewaandika kwenye vitabu vya mikono yangu. Na wapenda nyewe wenyewe mnaelewa, ni mashahidi. Leo mama wanatupa watoto mitaroni, wanawatupa huko, lakini Mungu anasema yeye hatatuacha, atakuwa pamoja na sisi tukimwacha. Yeye hatatuacha. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kama tuchochea moto wa uamsho, nataka nikwambie maisha yetu hayapo, usalama wetu haupo. Bwana Yesu asifiwe. Usalama wetu hautakuwepo. Kwa nini wapendwa? Unajua usione unaishi salama. Unajua kuna kitu ambacho Biblia inasema kwamba yeye Mungu hataacha hata mguu wako usogeze uende pembeni. Hapana, anasema mimi nitakulinda. Wapendwa, kuwa hai hivi tulivyo ninyi wanaume wenzangu ni kwa sababu Mungu hakulala. Biblia inasema halali wala hasinzi, maandalizi wake wapo. Na tafsiri nasema hivi, kila mmoja hapa tulivyo ana mlinzi wake. Utajiuliza, je, hao walinzi wanatoka wapi? Ngoja nikwambie, swali nasema watu wanaoishi mbinguni ni zaidi ya watu wanaishi hapa duniani. Kwa hiyo Mungu ana jeshi kubwa sana la ulinzi wake. Kwa hiyo wapenda, tukitaka kuwa salama, hebu tutembee na moto wa uamsho, tuendelee kuchochea kila moja ya kuchochea, hata kama ni kunena kwa lugha. Yaani uje umepanga kabisa, leo lazima ninene kwa lugha, maana lugha ya mbinguni ni lugha yetu. Wapendwa, tunapofika kanisani, kunena kwa lugha ni sehemu ya utumishi wetu. Unapokuja kanisani, hakikisha unaondoka umenena kwa lugha. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko hapa. Haleluya. Yuko hapa. Nataka nikupe jambo nyingine. Leo sitaki kusema sana au kuhubiri sana, sababu kuna kazi ya maombezi mbele yangu. Jambo jingine, Bwana hatakuwa pamoja na sisi. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati
sura ya kwanza mstari ule wa 42 hadi 46. Bwana hatakuwa pamoja na sisi kama tukishindwa kutunza moto wa uamsho. Bwana hatakuwa pamoja na sisi, atakuwa pembeni. Haleluya. Naomba nisomee Kumbukumbu la Torati sura ile ya kwanza mstari wa 42 hadi 46. Bwana akaniambia, "Waambie msiende wala msipigane, kwani mimi siko kati yenu, msije mkapigwa mbele ya adui zenu." Hata ingawa niliwaambia, hamkunisikiliza, bali mliasi amri ya Bwana, mkajiamini na kulewa mlimani. Na Waamori waliokuwa wakikaa katika mlima huo waliwatokea juu yenu, wakawafukuza kama wafukuzwao na nyuki, wakawapigia seri mpaka Holima. Mkarudi mkalia mbele za Bwana. Bwana asisikilize sauti yenu, wala hakuelekeza masikio yake kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akaniambia, "Uambie wasiende wala wasipigane, kwani mimi si kati yenu, msije mkapigwa mbele ya adui zenu." Bwana akamwambia Musa. Unajua kuna wakati Mungu anasema hivi, "Musa, wewe nenda nao hawa, kwa maana mimi nikienda nao hata dakika moja naweza nikawamaliza. Hasira yangu ni mbaya." Kwa hiyo na mimi nimekwambia Bwana hatakuwa pamoja na sisi. Sasa Bwana akawapa tahadhari Israeli wasije wakaenda vitani, ili Waamori wasije wakawapiga. Kwa hiyo unajua mtu anaposhindwa kumsikiliza Mungu anakuwa na kiburi, sawa? Jamani, sawa? Mtu anaposhindwa, mtu anaposhindwa, nimesema ukiona ni mwanaume ni mume wako, wewe mwanamke uko hapa, mume wako ajali mambo ya ibada, uelewe na wewe hata kufaa. Ukiona mtu afai vitu vya kanisani, hamfai hapa kanisani, hata mambo yake hayatayafaa. Sasa Bwana akawaambia, "Naomba uambie hao watu wasiende vitani. Mimi siko pamoja nao. Sitembei nao." Kwa nini? Kwa sababu mimi sitaki kutembea na watu ambao hatuelewani. Na Biblia imesema katika Amosi kwamba watu wawili hawawezi kutembea njia moja bila kuwa wamepatana. Haleluya. Kwa hiyo anasema uambie, Bwana akanena, "Uambie wasiende wala wasipigane, kwani mimi si kati yenu." Sasa wao wakajua hayo mambo wanafanya kwa akili zao. Wapendwa ndugu zangu, yote yanayotokea kwenye maisha sio kwa akili zetu, bali ni kwa uweza wa Bwana. Fedha, kila kitu ulicho nacho ni mali ya Bwana. Ndiyo maana sasa mimi si kati yenu. Anasema basi naliwaambia msisikilize, bali mliasi amri ya Bwana, mkajikinai na kukwea mlimani. Musa akawaambia, lakini Biblia inasema hawakuisikiza sauti ya nani? Ya Musa, ambayo sauti ya nani? Ya Bwana. Biblia inasema wao wakaenda. Walipoenda, Biblia inasema wakapigwa na Waamori. Biblia inasema wakapigwa kama mtu anavyofukuzwa na nyuki. Wakafukuzwa kama mtu anayefukuzwa na nyuki. Nimewahi kufuatilia historia ya nyuki, kwamba nyuki wakisha ukimbiza ukakimbia. Ndio maana ninatoa mfano wa jeshi la nyuki. Ukakimbia hata kama ungefika kwenye ziwa ukazama, nyuki wanakaa pale juu mpaka dakika kadhaa. Ukitoka mko mbili. Ndio kanuni ya nyuki. Nyuki ukikimbia waweza hata ungeibuka, ukimbia. Nyuki anakaa pale. Unaona ndio cha mlumi. Sasa anasema hao wakakimbizwa kama mtu anavyokimbizwa na nyuki. Wakakimbizwa vibaya sana. Bwana akamwambia, "Sisi niliwaambia nini? Ni kwa uwezo wangu mimi.
Na nimewatahadharisha kwa sababu nawapenda. Msiende ninyi mkaenda kwa sababu ya kiburi mlicho nacho. Nilimwambia siku za nyuma wanakuwa wanaume. Tukamwambia wanaume hivi, mmoja tunaomba. Sasa hapo jua limekaza. Mnapolima simtakoje wapo ili mpande. Watafanyaje? Paka walichanganyikiwa wakaja. Yaani hao wanadamu sisi wanaomba tuna shida huko. Yaani walikuja tukaomba na tulipoomba mvua kama baada ya siku 3 ikanyesha. Wapendwa, sisi tunaishi kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo Bwana akawaambia, msiende. Bwana unajua unaambia mtu anapokufa anakuwa amekufa dhamini. Hata sauti ya Bwana haisikilizi. Bwana anafanya anavyotaka. Msiende. Wapendwa, Mungu wetu ndiye mfano. Anaitwa yeye ni Bwana wa mabwana. Sasa kuna kama msemo mmoja leo uhayani. Wanasema kama mtu mmoja alikuwa na kila siku mke wake ni njaa ugenda bojo japo egendera nyego mshajali wewe. Sasa mke anamwambia mkazi wa ndago ikale mugole wangu nichale baba hivi leo njaa egendera nyego ndio mshajali wewe maibe. Sasa siku moja akafunga vinyago haya akaenda. Sasa alipofika siku wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu akaanza funga mnaani kujaza ndoo la maji. Sasa yani maana wewe mfalme utakuja kunichukua lini? Mama si nilikwambia ukae. Usiende. Bwana Yesu. Haleluya. Mungu aliwaambia, msiende msije mkapigwa. Maana mimi sitaana nini? Bonye na mtu liko. Wewe Mungu ndiye atakayekuwezesha kushinda vita. Ilianza wakapigwa vibaya sana, wakakimbia kama wanaokota kimbizwa na nyuki. Kwa hiyo wapenda tukishinda kuutunza moto wa uamsho huu ambao wapenda kiburi chote tulicho nacho mbele za shetani ni moto wa uamsho. Bila moto wapendwa sisi si lolote, tutapigwa vyovyote, yani tutapigwa vibaya sana. Kwa hiyo tunaishi kwa kiburi cha uweza wa nguvu za Bwana. Haleluya. Nguvu za Bwana kama sio Bwana. Ndio maana Israeli wanasema kama sio Bwana Israeli na aseme nani aliyesababisha tuishi? Wanafika nyakati wanasema hata sasa Mungu ni Ebeneza, yani Mungu ametusaidia. Haleluya. Kwa wapenda wa Tanzania wenzangu, tunaishi kwa msaada wa Bwana. Hebu hiki chombo tulichokipata cha uamsho wapenda, hebu tukichoche kiendelee. Tunatamani hii kasi tulionayo hapa kanisani izidi kusonga mbele. Watu wafanye kazi ya Bwana usiku na mchana. Nataka nikwambie Bwana atatuacha. Na jana nimesema kwamba tutafanya maajabu. Shetani lazima atafyata mkia. Haleluya. Jana nimesema wafu watafufuliwa. Viwete watatembea. Haleluya. Nataka nikwambie waliofungwa watafunguliwa kwenye moto wa msio wa kawaida. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo hebu chochea moto na nimekwambia haya ni mazao yatakayopata. Bwana atatuacha. Bwana hivi wa Tanzania Bwana akituacha. Hii taifa la Tanzania wanasema ni kisiwa cha amani. Na kama kuna habari, yani wale wenzetu huwa wanatamani sisi tupigane. Sawa jamani? Yale mataifa jirani ya Kenya na wapi huko wao wanatamani sisi tupigane. Yani sisi tukirudimo. Ndio maana wao yani ndio maana sio kwamba wakiwa kule waikemea mapepo wanasema toka nenda Tanzania. Toka nenda Tanzania. Sasa tukisema hicho masisi sema toka rudi mlikotoka. Unajitu haitaki. Sasa kama ya Burundi yakija, Kenya, Rwanda yote yakaja, hivi tutapona? Ndio maana kama Watanzania tunahitaji kusimama kuhakikisha tunautunza huu moto wa uamsho utakayetusaidia kuhakikisha tunashinda mambo yote ya shetani, mitandao yote, hata kama kuna mabaya. Nataka nikwambie Mungu wetu ana nguvu. Hakuna kitakachoshindikana kwenye moto wa uamsho. Lazima yote yatawezekana. Hakuna cha kushindikana. Nguvu za Bwana ni nguvu zinazopita mamlaka zote. Hakuna mamlaka ya kushinda nguvu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hebu tushikamane kama Watanzania. Tunamshukuru alikuwa anaangalia hotuba ya askofu mkuu hata na wana ibada ya shukrani. Anasema sasa nimekuja ni mbumbuli ni ngangali. Wewe shetani uelewe lazima ukipata
yote. Anasema Tanzania lazima ije kwa Yesu. Wapenda, yule shujaa wetu Barnaba Zitto Mbaya leo tayari ugonjwa umemwachia, ameugua muda wa miezi 9. Leo tayari Bwana amemrejesha tena kwenye afya yake. Hebu natamani wa Tanzania wenzangu tushikamane kwenye moto wa uamsho. Na mimi nimekwambia uamsho unaanzia TAG. Ndipo unaanzia hapa kwenye makanisa yetu ya Kiteji. Na jana nimewatahadharisha msije mkatugeuka. Haleluya. Msije mkatugeuka. Tunawatahadharisha kwani najua tuna imani na Mungu. Na mimi naomba imani nilionayo kwa Mungu ni 100%. Sio mkiona miujiza inatokea timama muno tu vema vilimaso ni yaso hoye ni mwacho. Muelewa haya mambo yanakuja kutokea. Tunayosema kwenye Biblia kwamba Wayahudi mitume walifufua wafu wakatembea, yanarejea tena, yanakuja makanisani. Nani atakayefufua? Ni wewe na yule mtafufua watu hapa na viwete watatembea, mtawatembeza kwa jina la Bwana wa majeshi. Tunza uamsho. Haleluya. Kiburi cha Mkristo ni uamsho. Kiburi cha Mkristo ni nguvu za Bwana. Unaweza ukatembea katikati ya wachawi hata kama wangekuwa ni maelfu wamejipanga. Unatembea usiku kucha kwa sababu ya nguvu za Bwana. Haleluya. Mama nimekwambia Bwana atatuacha. Na hii lazima tuishike sawa sawa. Bwana akituacha hatuna pa kwenda. Haleluya. Na jana nimekwambia kila siku kwa jina la Yesu. Unajua kuna watu wanasema kwa jina la Yesu wajua hata mwingine. Kwa jina la Yesu shetani toka. Toka. Shetani anasema sawa, wewe ni nyanyasa, kuna siku na wewe kukamata. Akikukamata utasema yote. Yaani atakupiga kila magonjwa. Atakuhakisha amekufanyia vibaya. Mimi nakwambia hivi na hivi, shetani namuelewa. Alinifanyia mabaya sana. Ndio maana tunapoanza kuhubiri habari za Injili tunasema ukweli wa kwamba shetani sio rafiki yetu. Hebu ngoja nikwambie, nguvu za Roho Mtakatifu ili shetani, tunataka shetani. Yaani sasa nikiwa na pembe nafanya tamani shetani kama ningelimpata tukaanza kudundana na nguvu. Alafu kwa sababu na nguvu za Roho Mtakatifu najua atafanya chochote. Kwa nini? Kwa sababu mimi na nguvu za Bwana. Shetani ni kama mbwa ukiwa na nguvu za Bwana, ila kama huna Roho Mtakatifu shetani ni kama simba araye watu. Atakusumbua sana. Haleluya. Sasa natamani leo unaniacha sana. Hebu tuangalie kitu cha mwisho. Anasema tutakuwa watu wa kupigwa na maadui. Kwa muda wako utasoma Waamuzi sura ya 16 mstari wa 15 hadi 22. Lakini natamani tusome Matendo ya Mitume. Hapo tunasoma Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 13 hadi wa 16. Tutapigwa na maadui. Tutapigwa na maadui. Matokeo mabaya. Kwa muda wako utasoma Waamuzi. Kuna kisa cha Samsoni wakati ana nguvu za Bwana. Si mnaelewa habari za Samsoni? Wakati ana nguvu za Bwana. Biblia inasema kwamba siku moja Wafilisti wakazunguka ule mji, wakauzunguka. Halafu wakalala mpaka asubuhi. Wanasema akitokea tumkamani. Lakini historia inasema alipotoka yeye alifika kama huo mlango, unaona mlango wa kanisa, alifika na kuchukua wote mzima akaung'oa na mimo zake. Halafu Biblia akaupiga kichwani, akaupeleka moja kwa moja mpaka kileleni kwenye mlima, akautupa kule. Wafilisti wamelala wanamsubiri, hawezi akatokea. Kwani kwa sababu wakati huo Bwana bado anaye, Roho Mtakatifu yuko juu yake. Lakini Wafilisti alipokuja akashindwa kuchochea kile kilichomo ndani yake, akashindwa kuficha siri aliyonayo. Historia inasema ya Biblia kwamba ndipo yule mama Delila alimkamata akamlaza kwenye mapaja yake. Historia inasema akamnyoa vile visungi vyake. Biblia inasema alipomnyoa anamwambia Wafilisti wanakuja, na anasema nitaamuka kama siku zote. Nitaamuka hakuna. Anapelekwa mpaka gerezani Samsoni.
mwezi ukiacha hautaamka. Haleluya. Mpaka anasaga ngano, nitaamka, hakuna. Mpaka wanamtolea macho yanatoka, nitaamka, hawezi kuamka. Wapendwa, Mungu huyu sio wa kawaida. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika Matendo ya Mitume Amina. hapo kuna kisa kizuri sana. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 13. Ndio. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo. Mambo wale taratibu, Wayahudi wenye Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga. Wenye kutangatanga. Amina. Wayahudi wanayotanga tanga. Sijui na huku wapi. Wanayotanga. Na huku wapi. Baadhi ya Wayahudi wanayotanga. Yaani hawa mara leo wako huku, mara leo wako huku. Hawaeleweki. Nafikiri kuna wale wawezekana pasta. Yawezekana na umefika hapo wengine wanatanga. Yaani anasema baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga. Naomba uendelee msomaji wangu. Nao ni wapunga pepo. Nao ni wapunga yangu, wanakemea pepo na wao. Wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu. Wakajaribu kulitaja jina la Bwana Yesu. Juu yao waliopagawa na pepo wachafu. Juu yao waliopagawa na pepo wachafu. Wakisema na waapisha kwa Yesu. Na yule anayehubiriwa na Paulo. Na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja. Skewa. Myahudi. Kuhani mkuu. Waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawaambia. Akawaeleza. Yesu namjua na Paulo namfahamu. Na Paulo tunamuelewa injili yake. Lakini ninyi ni nani? Ninyi ni akina nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo. Na yule mtu mwenye pepo mchafu akawarukia wawili. Akawaweza. Akawashinda. Hata wakatoka mbio. Katika nyumba ile. Hali wa uchi na kujeruhiwa. Basi kwa ile msabamba Yehusa. Watu wenye kutangatanga, wasioeleweka, leo wako kanisani, kesho hawataki. Yaani wao hawaeleweki. Kwenye nyakati za moto wa uamsho, nataka nikwambie ujiandae. Sasa Biblia inatupa kadhaa. Anasema baadhi ya Wayahudi wanayotangatanga, hawa watu na wao ni wapumbavu, wanajifanya wanakemea pepo. Anasema wakajaribu kutaja habari za jina la Yesu. Wapendwa, jina la Yesu anayelitaja lazima ajipange sawa sawa. Sio unataja jina la Yesu halafu wewe ni mganga wa kienyeji. Ndio maana jina la Yesu likitaja, uganga unateketea, unaunguza. Wapendwa, jina la Yesu ni moto, tena sio moto wa kawaida, moto wa kuotea mbali. Anasema kwamba sisi pepo Paulo tunamjua makali yake. Kwa nini? Moto ulioko ndani yake sio wa kawaida, ni moto unaozidi mioto zingine za hapa duniani, ni moto wa mbinguni. Na moto wa mbinguni, nataka nikwambie, sio wa kawaida. Anasema sasa nyinyi tena hatuwaelewi, ninyi ni wakina nani? Mlibande mwe ni wakina nani? Unajua kuna watu wengine, yaani unajua shetani anaelewa. Imani sawa. Shetani anakutuelewaga vizuri. Kuna mtu mmoja alikuwa anakemea pepo. Kwa simu mshiriki. Sasa anakemea kwa jina la Yesu. Ile pepo likamwamkia tena, alikuwa mshirika pale nyambani nake na huko. Kwa jina la Yesu, ile pepo likaanza tu. Yaani akitema, yaani karibia bakuli tu. Kwa jina la Yesu, sina kumenya wewe. Yaani jamaa alitoka mule, bahati yake alikumnyang'anya nguvu. Alitoka anakimbia. Wapendwa, tunaposema sisi ni watumishi wa Bwana, lazima kwenye internet za kimbingu lazima tueleweke. Lazima Bwana ajue wewe ni mtumishi wangu. Historia inasema kwamba mashetani yenyewe yanaelewa kwamba wewe sio wa kawaida.
inaonyesha kuwa umekubaliwa na Bwana, mtenda kazi asiyekuwa na sababu ya kutaya. Tunatamani kila mmoja kwenye miaka ya uamsho ajitahidi sana kujionyesha kuwa amekubaliwa na Bwana. Sasa hawa anasema mama yule pepo akawarukia, sio alivua, sio alichana, sio akawarukia, akavua nguo zote. Baada ya kuvua, jamani, Biblia ndiyo imesema, sio mimi, wakabaki uchi. Wakaona hii, hebu tuweke wapi? Wakatimuka mbio. Anasema kaendelea kusema zile habari zikajulikana, neno la Bwana likaheshimiwa. Anasema watu wengi wakamjia nani? Bwana. Wakajua neno la Bwana sio ya kawaida. Haleluya. Kwa wapenda, tunaposhinda kuchochea moto wa uamsho, wapenda, Mungu adui zetu watatupiga. Tutapigwa na magonjwa mabaya. Leo kuna magonjwa mengine hayana majina, yatatupiga. Najua kuna wengine ugonjwa unaweza ukaugua ukaenda ukaponyaje, lakini mwingine akiugua mpaka Bugando. Mungu ameweka mkono. Ndio maana asubuhi tunasoma nzuri kwamba Mungu anatusaidia kutufungulia mlango hata kama kuna magonjwa mazito ambayo anaweza kuchukua mamilioni ya pesa. Ndio maana Mungu anaweka tengeneza mlango pa kupokea. Na ndio maana asubuhi ya leo nimesema tuna wazee wanaelewa kwamba Bwana anatengeneza mlango. Hebu asubuhi ya leo Bwana tamani twende kuchochea tena vipawa vya Roho Mtakatifu. Wote tunatamani tuchochee huduma na vipawa vyetu, na moto tuchochee sawa sawa. Na wapenda, awe mchungaji yupo awe hayupo, chochea kipawa chako, chochea nguvu za Roho Mtakatifu. Uwe ni polini, uwe ni wapi, chochea. Bwana atakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jana nimewaambia, nafikiri hao walikuwa rafiki zake na yule mtumishi wa Bwana yule. Sasa walikuwa wanasema watumishi hao. Yesu mzee alikuwa na wale watumishi. Si sawa? Si sawa? Biblia imesema wakati Wayahudi walikutana. Jana nimewaambia pasta anaombea mgonjwa maneno matatu alafu na yeye chini. Washirika wanaanza kumwombea. Kwa wapendwa, nyakati hizi hebu tusimike sawa sawa. Na mimi nataka niwaambie moto huu hatupaswi kuuacha. Bwana kanisani nimeshawaambia kwamba ikitokea pale na wazee na mimi ambao wamejikubali kama wazee hao. Yaani akitokea pepo pale anachana chano, yaani kama mwewe amekamata kifaranga cha, yaani kuchana sawa sawa. Wapenda, huu moto tunaotembea nao kwa sasa sio wa kawaida. Juzi niwashuhudia mpaka na watu wanasema moto mlionao TAG, yaani unajua wanauona moto mlionao TAG sio wa kawaida, mpaka tunawashangaa. Kama hujaelewa, kuna wengine wanatushangaa kwamba moto sio wa kawaida. Sasa kama watu wanaona sio wa kawaida, wewe kwa nini usielewe? Elewa. Najua alimsema kama ninahubiri sana. Yesu sio hayati. Yesu sio marehemu, hapana. Tunahubiri habari za Yesu aliye hai, ambaye yeye amefufuka. Haleluya. Haleluya. Ndio kusio rafiki. Tunatamani kufanya maombezi ya kutosha. Wao wanasema kuvuga Yesu karibu ya mradi. Naomba nishie hapo. Lakini natamani tena leo tutakuwa na maombi kwa ajili ya watoto. Tutakuwa na maombi kwa ajili ya wagonjwa. Hata kama mchungaji amesema saa 9:30 ya tu, kama itaenda mbele, kama itasogea mbele, basi tutampa nafasi Roho Mtakatifu. Jamani, si sawa? Jamani, sawa? Unawezekana kama watu tumejifunza kusema kwamba ikifika nyakati shughuli zote zifanyike zote mapema, alafu watu tuwaache washandaze mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ukichoka ondoka, lakini yule atakayeendelea kumadhimisha Bwana amadhimishe Bwana. Naomba tusimame watu wote, tunakwenda mbele za Bwana na tunatamani kwenda kujaa nguvu ya Roho Mtakatifu kwa mara nyingine tena asubuhi ya leo. Na tunaamini nguvu za Bwana ziko mahali hapa, kwamba Bwana hatatuacha. Bwana atasimama na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niombe watoto wote wapite hapa mbele. Watoto wote wapite mbele, na niombe mashemasi kunisaidia watoto hao. Watoto wote wapite mbele, alafu sisi wazazi
ya Bwana, natamani asubuhi ya leo twende mbele za Bwana. Natamani nimesema mchungaji pamoja na wazee tanisaidia kuongea na kwa Baba sana kaosa. Riko Baba sana. Yangu seketoa. Riko sakatara. Ewe ndio kumtafakari na mtakatifu. Baba sana bosaka. Roto Baba sana. Wewe ni Mungu hakika. Yaka yabo seketoa.
ninakupiga kwa mamlaka ya jina la Yesu, kupiga kwa jina la Yesu. Achia maisha yako, achia maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Nauliza roho wako, nauliza nguvu zako Bwana, ukatembea juu ya leo, katembea juu yako, katembea vita zako, yakatoa na masai, yakondana masai, yakatoa na masai, yaweza kutoa. Wewe ni Bwana, tunakuadhimisha siku ya leo. Yaka 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 baba baba yaka baba baba yaka baba Haraka
Nafungua kila vifungo vyako, mamlaka zote za shetani, nafungua ya baba, Hebu
achilia huduma mbalimbali, vipawa na karama, achilia kwa jina la Yesu. Ragotoba, radobasaya, yabababa, yandaramasa, yekokokopopo, yabosakanda, rebosandaba. Ninakuita sipasa kwa jina la dada huyo. Mjaze, jaza, maarifa, yakorobosaka, yabobobosa, yabababa. Ndio, cha vipawa, cha karama, cha huduma, yakapapa. Libarikiwe jina lako Bwana. Ninakushukuru na kutukuza. Asante kwa kutuhudumia. Asante kwa ibada hii. Bwana, ninakubariki na kutukuza. Baba yetu na Mungu wetu mwema, wewe ambaye ni mwaminifu, wewe ambaye ni Mungu mkuu, wewe ambaye unafanya mambo yapitayo akili za mwanadamu yeyote, wewe ambaye tunakutumainia maisha yetu yote, wewe ambaye ni kimbilio la kila mmoja aliyekuamini. Baba, tuko mahali hapa, tunaamini Bwana uko mahali hapa utusikia na umetuhudumia kwa viwango vya tofauti. Umetuhudumia kwa namna ya pekee sana kuliko tunavyoweza kusema. Bwana, tunakushangilia Mungu wa uzima, tunakurudishia heshima, maana wewe unastahili peke yako Bwana. Pokea utukufu, pokea ibada za mioyo yetu. Endelea kubeba udhaifu na shida zetu, ukazitatue wewe kama ulivyokusaidia. Na wewe Bwana hautatuacha. Ninakubariki na kukutukuza. Ninasema asante maana umesikia. Asante kwa kutuhudumia. Asante kwa kutusaidia. Asante kwa kumgusa mtu huyu tuliomba naye katika saa hii. Neema yako ikamfunike na kumtetea. Ninakubariki na kukutukuza Bwana, katika jina la Yesu uliye mwamba wetu.